ya ndani ambayo inatufanya sisi tutambue mtumishi John. Huu mwili ni picha ya ndani ambayo inatufanya sisi tutambue mtumishi John. Tunamtambuaje nafsi ile ya John? Tunaitambuaje? Kwa vile alivyo. Hapo tunamwona amekaa. Ina maana nafsi inautumia mwili ili iweze kufanya, ili iweze kutenda kazi yake, ili iweze kujidhihirisha kwamba mimi niko hai. Sasa roho inawezesha hayo matendo ili yakamilike. Sasa huyu mwanadamu kuna namna akiangukia upande A na uweka ni kwa Mungu, na upande B na uweka ni kwa shetani, matendo yake ya upendo wake na namna yake yataangukia kudhihirisha nafsi yake hii upande gani. Yaani nafsi yake tutaigundua iko upande gani. Yaani mwili unathibitisha matendo ya nafsi ya mtu iko upande gani, kwamba imeangukia kushoto au A kwenye maana upande wa Mungu, au upande wa kulia au upande wa giza. Sisi tunaelewana? Kwa hivyo ili mtu adhihirishe upendo anautaka mwili, anautegemea mwili. Unasema nisema kitu gani? Ukisoma kuna mahala Bwana Yesu ni kitabu, sikumbuki ni kitabu gani, ni kitabu nafikiri cha Yohana wa kwanza, anaeleza hivi: tazama ni upendo wa namna gani wa mtu kuutoa uhai wake, Alafu kuna mahala tena imeandikwa anasema alitii hata mauti, akateswa. Kinachoteswa ni mwili. Kwa hiyo nia ya nafsi inathibitishwa kupitia mwili. Ndo hapa huyo mtu ni hali ya nafsi kuwa na utambuzi, yenyewe ndio inakuwa na utambuzi wa dhati kihisia ndani kabisa, kitendo cha kuonyesha kujali. Sasa nini kinachotuma kwenda kudhihirisha nafsi inachotaka? Mwili. Sasa mtumishi leo pole bwana, sikia mtoto anaumwa, anaendeleaje? Nafsi yangu ndio inasema, ila mwili umetumwa. Yesu alipotaka kuja duniani kudhihirisha kwamba anapenda ulimwengu, alitumwa mwili, ilibidi avae mwili. Yesu si ni Mungu na hapo si ni mwanadamu kamili. Kinachomfanya itwe mwanadamu ni jina lake lile la Yesu. Kristo ndio ipo kwenye upande wa uungu, mpako wa mafuta, mwokozi. Nini sasa kati ya hivyo viwili hivi? Roho hiyo Kristo iko wapi na mwokozi iko wapi? Mwokozi iko kwenye mwili, yaani anamthibitisha sasa kwa kutoa mwili wake. Alitujali. Tazama jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Yaani nia yake Mungu ya upendo wake ataka atudhihirishie sasa kwenye mwili. Kwa hiyo tunagundua huu upendo hautaonekana kama tafsiri tulivyoiona ikiwa umekosekana mwili. Aliyekufa tunajua kama anatujali, aliyekufa tunajua kama anatuwazia, wala maana kile mwanadamu anaweza kuonekana uko hai lakini umekufa. Bwana Yesu anawaambia kwenye kitabu cha Ufunuo, kwenye kati ya makanisa, anasema unaonekana kuwa uko hai lakini umekufa. Inaonekana kuwa uko hai lakini umekufa. Rudia ukayarejee matendo yako ya kwanza. Wengine wanakuwa umeusahau upendo wako wa kwanza. Alijuaje kama umeusahau? Hayathibitishwi na ule mwili. Yaani mwili hauonyeshi hilo tukio. Yaani mwili maana yake anachomaanisha, mwili wako unanithibitishia nafsi yako imeshikwa kule, sio huku. Yesu Kristo anamwambia Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwa hivyo huu upendo tunaojifunza leo, kuna mambo makuu matatu ambayo yapo, ambayo hayo yanajenga mjengo wa sisi tunauonyeshaje upendo au tunathibitishaje upendo, ambayo hayo mambo ndio kwenye nafsi yetu, mwili wetu na roho zetu. Hivi vitu vitatu visipoenda vyote kwa pamoja, upendo ambao tunaozungumza leo wa kimungu ambao tunatakiwa tuelewe na kujifunza, si ndio? Hatutauthibitisha. Mambo matatu ambayo huthibitisha upendo wetu ni
nafsi, mwili na roho zetu. Nafsi, mwili na roho zetu, kwa sababu hivi vitu ndivyo vinavyokuja kuyafanya haya matendo ambayo tutayaona huko mbele, kwamba kwa nini, sababu ya upendo, na tutajifunza aina za upendo, tutayaona. Hivi vitu ndio tutavikuta vyote vipo bila roho, kwa sababu Mungu kuna maana anasema, tazama Mungu anawatafuta waabudu halisi, nawe wapaswa kumwabudu huyo katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Bila kusahau sisi ni viumbe wa roho. Sisi ndio viumbe tuliokuwa nafasi bora zaidi. Sisi tupo katika roho na tupo katika mwili. Malaika wao ni viumbe wa roho tu. Kuna viumbe vingine vya roho pia, lakini sisi tupo katika roho, tupo katika mwili. Unasema inawezekanaje? Mungu anasema imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sio katika mwili na kweli, katika roho na kweli. Sisi ndio viumbe tuliopata hiyo nafasi. Hawa wanyama wengine na viumbe vingine havijapata hiyo nafasi. Havijapata hiyo nafasi. Rohoni tuna miili ya roho. Utasema sasa malaika anaonekanaje sasa kama hana ndani? Kumbuka roho zetu pia zina miili, lakini miili kwa namna ya roho, ambao ukiona unajua huu utambuzi ni wa roho. Mtumishi mmoja anaitwa Moses Kulola alichukuliwa na Bwana Yesu mpaka kuzimu. Wakati huo alipookoka akiwa na mke wake, akarudi nyuma kwenye imani miaka 6, kunywa pombe, haendi tena kanisani. Akirudi mke wake akiwa anaomba, na naomba nini? Mimi ndio nilikuwa nakufundisha. Utaomba utakuwa wewe. Mimi nimeacha ndio uombe wewe. Yule mama hakuchoka. Ndio Mungu ujia msaidizi anapokuja na ukiwa mke sahihi. Hakuchoka yule mama. Kila siku anaomba. Anatukana lakini hachoki. Haikumjia ile ya kusema kwamba lakini kwa nini aliyefundisha? Upendo ulimsababisha ashikie kila siku. Anaenda anarudi, amechelewa yule mzee. Siku moja yule mzee akaamua kubadilika, lakini Bwana alimchukua akampeleka angani kuzimu na mbinguni. Akaanza kwanza, akampeleka wapi? Akampeleka mbinguni. Akamchukua, akampeleka kule, akamwonyesha milki na tawala zote na vitu, mazingira yote yalivyo. Akafurahiwa sana. Hapo akamchukua akampeleka kuzimu. Alipofika kuzimu, kitu cha kwanza alichokiona, alifika mahala akaliona lidude, kama lidude tu la hovyo hovyo, limeungua hovyo hovyo. Afu Bwana Yesu alichokifanya, akawapa utambuzi kati ya ile lidude na yeye, wakatambuana. Lile lidude likajua huyu ni mwanangu, na yeye akajua huyu ni nani? Ni mama. Anakuambia mama yangu mzazi alikuwa ni mweupe sana mzuri, lakini alikuwa ni lidude libaya lililoharibika. Afu alikuwa analiaje na kati kule lisha uachaka, amjuaje na kati kule lisha uachaka bure. Yaani sisi kwenye roho zetu kuna miili ya utambuzi ya kwamba huyu ni fulani, achana na mwili wa damu na nyama. Kwa hiyo anasema hivi, kupigana kwetu si juu ya damu na nyama, kupitia mtumishi wake Paulo anaeleza. Vita vyetu si juu ya damu na nyama. Paulo yale aliyofundishwa ni mafunuo aliyoyapata. Kwa maana Petro anasema kwa wingi wa mafunuo yake mwanadamu mwenye akili za kawaida ni ngumu kuelewa nazo. Sasa turudi kwenye somo letu. Tumeona pia Moses Kulola mke wake alidumu kumwombea ili kumtoa kwenye ile hali kwa sababu ya upendo. Sasa hivyo vitu vitatu vinathibitisha na vinaonyesha au kudhihirisha upendo: nafsi, mwili na roho. Tuje kwanza kwenye aina 4 za upendo. Tumejifunza, tumeelewa nini maana ya upendo. Hasa upendo una aina zake. Kuna aina 4 za upendo. Kuna aina 4 za upendo. Upendo wa kwanza unaitwa eros, au kwa lugha ya Kiswahili upendo wa kimahaba. Upendo huu ni upendo ambao kama vile mtumishi Kayombo na mke wake, au mtumishi Joni na mke wake,
ni upendano wa wanandoa. Upendano wa wanandoa, ambapo huu tunauona kwenye Biblia. Tutasema viko wapi hivi vitu kwenye Biblia? Tunauona kwenye Biblia ukisoma katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Wimbo Ulio Bora sura ya kwanza. Wimbo Ulio Bora sura ya kwanza mstari wa 2 inasema hivi: kubusu na anibusu kwa kinywa chake, maana pambaja zako zapita divai. Ukiendelea mpaka chini, anaendelea kumsifia huyo mpenzi wake. Manukato yako yanukia vizuri, jina lako ni kama marhamu iliyomiminwa, kwa hivyo wanawali kukupenda. Mwanamke anamwambia mwanaume. Kumbuka huu wimbo Ulio Bora ni Suleiman ndio anahusika. Kwa hiyo mwanamke anamwambia Suleiman. Sisi tunaelewana? Huu ni upendo, aina moja ya kwanza ya upendo. Aina ya pili inaitwa storge. Ni S-T-O-R-G-E, ni kwa maana ya storge. Upendo huu ni upendo wa kifamilia. Kuna maandiko mengi ya kuthibitisha, lakini nitakuwa nasoma andiko moja moja. Ni upendo wa kifamilia. Upendo wa kifamilia. Upendo wa kifamilia. Tukisoma katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 10 inasema hivi: kwa pendo la ndugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima, mkiwatanguliza wenzenu. Mkiwatanguliza wenzenu. Tulijifunza hapa kwamba aina hii ya upendo, kwenye maana ya upendo kuna kipengele kinasema hivi: uwe tayari kwa msamaha, uwe tayari kwa kuweka maslahi ya mtu mbele bila kujali ya kwako. Hapa Paulo anaambia hivi: kwa pendo la ndugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima. Mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima, mkiwatanguliza wenzenu. Akajiona ukiona kuna sahani imeletwa, tunaambiwa kuna chakula kinakuja, mchungaji anatuambia kuna chakula nataka niwape, alafu ghafla kikaja kimoja, ukikimbilia wewe kwanza, huku ukijua kabisa kwamba kinaweza kisiwepo kingine, ngoja ni kile ili kiwa kipo ni nipenda. Yaani upendo, nini nitategemea ukienda ukikimbilia afu kaniletea kula mtumishi, hata kama hakipo mimi nitakuwa nimeshiba. Ukishiba wewe, hapo utakuwa umenipenda. Lakini ukiona umekiwahi kwamba kinaweza kisiwepo, namjua mchungaji wangeleta moja hivi imetoka, hapo unanitanguliza. Kumbe mjengo mzima wa upendo huwa ni ishara ya kumtanguliza mwingine. Yaani ili ukamilike huo upendo pia kumtanguliza mwingine. Ndio maana nimekwambia kuna vitu vitatu vinavyothibitishwa upendo. Kuna mahala Mungu anasema hivi. Anasema Bwana Yesu anawaambia, umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. Kamaanisha vitu vitatu. Mwili, nafsi na roho vyote viko pamoja. Yaani maana yake sasa umtangulize yeye kwanza Mungu kabla ya wewe kwanza. Alafu hapo anasema amri nyingine inayofanana na hii, mpende jirani yako. Hapo ameweka yale mambo matatu. Yaani chakula kitakacholetwa na mchungaji, mpe kwanza, kikimbilie wewe kujitoa kujitesa. Sio sasa usema si mimi afu nitafuata nini? Jitese, kikimbilie, alafu mpe atie huyu. Yaani unautoa mwili wako wote kukimbilia chakula, si ndio? Na akili zako zote zimelinda kile chakula kisianguke kukaniletea, na roho yako inasema kula Bwana. Huku tukiwa tunajifunza na tunasikiliza, tunajitafakari sasa. Wewe upo kona gani? Huku tunajitafakari, tunajifunza, tuko kwenye darasa la subira kujifunza. Huku tunatafakari, nina upendo. Kupitia hicho nina upendo. Kupitia hili je, nimeweza au naanza kufanikiwa? Au niliwahi kufanikiwa hata mara moja? Kwa sababu imesema tafsiri yake ni kujali au kujitoa kwa kumtanguliza mwingine. Soda zimekuja, tuko watu 24
Tena Mungu anachokifanya azipunguze ziwe 6, kwamba kila moja tuko wengi, inapunguaga hii kwenye crate, sisi zinakuwa 24, inapungua hii moja, sisi tuko 24, zinakuwa 23. Kila mmoja pale anaombea paanze kugawiwa kwake. Mara nyingi wao wanakuwa ni anaombea ile zile soda zianze kugawiwa kwake. Yaani kwamba hapa kama hapa mtumishi wa Mungu anasema tena kidogo nikuombea itaanzia kwangu. Alafu Mungu anajifanya anaanzia kule. Sasa mtu anawaza hii date itaenda kona ile au hii, huyu na huyu, sasa wanawaza inaenda kwa au hii. Kumbe ni swala la kusema kwamba mmoja sema nyinyi mkina mimi nitafurahi. Tunajifunza tuwaze, tunapojifunza tuwaze. Si darasa letu la subira kujifunza. Upendo upo ninao, usiangalie watu wengine kwanza. Unapojifunza kwa nini unajifunza? Usiseme huyu fulani bwana upendo. Akijamaliza huenda nawe kuna vipengele vingi kuliko wewe. Nilipomtolea mfano mtumishi John, haimaanishi yuko hivyo. Tena huenda ndio ana upendo kuliko kanisa lote. Pigieni makofi mtumishi John. Bwana makofi ya uchoyo bwana. Mtumishi John anafanya nini? Bwana makofi yako. Kwa faida ya wengine tunajifunza kuhusu upendo. Tunataka tuelewe kuhusu upendo hasa zaidi unaotoka katika Mungu. Huo ndio unaweza kutupa wewe kuweza kuelewa hizi pendo nyingine zote. Kwa nini tumetaka kujifunza huko? Kwa sababu hiyo ndio itakayotupa uwezo na nguvu ya kujifunza na kuelewa pendo zote. Kwa sababu pia tunajifunza aina za upendo. Na tukatafsiri kwamba ni hali ya mtu kuwa na utambuzi kwenye nafsi yake kwa kuamua kujitoa kihisia kwa hali yoyote, kwa kumjali mwingine kwanza bila yeye kujijali kwanza. Awe tayari kwa msamaha, kumpa msamaha, usishikilie manake, awe tayari kufanya chochote ili yule mwingine awe salama. Kwa sababu ndani ya upendo pia kuna ulinzi, tutakuja kusoma. Ili yule mwingine awe salama. Kifupi ni kumtanguliza mwingine kwa maslahi ya juu kuliko wewe, ili afanikiwe, ili apate baraka, ili aone raha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio tumekuja, kuna aina 4 za upendo. Upendo wa eros ambao ndio upendo wa kimahaba unahusu wanandoa. Lakini kuna upendo wa storge ambao ni upendo wa kifamilia, huu unahusu undugu wa watu ambao kwenye familia na undugu. Hapa kwa nini upendo huu una chanzo? Yaani hizi pendo hizi ya kwanza na ya pili ina chanzo. Upendo wa kimahaba chanzo chake ni kwamba mtu anampenda mtu kwa sababu ni mke wake. Tumeshioni nimesema anampenda mke wake. Nilitolea mfano wa mtu na mke wake, John na mke wake. Anampenda mke wake kwa sababu yaani hawezi akatokea mwanamke mwingine pale akakatiza. Kwanza atampa maslahi mke wake na anaruhusiwa kumpa maslahi mke wake kwa sababu ni mke wake. Lakini upendo wa kindugu ndio ile watu tuko kwenye familia. Mfano kama hapa sisi, hii ni familia yetu. Si ndio? Hii ni familia yetu. Chukulia hii ni familia yetu. Mtumishi hapa ndiye baba. Si ndio? Mke wake ndiye mama, ametuzaa. Mtu wa kwanza Kayongo, leo wanafuata na wengine, si ndio? Sasa sisi tutajikuta tunapendana na hata akija mgeni kwa maana tunamtambua huyu ni mgeni. Si ndio? Tunalindana. Huyu mgeni akija kutaka kudhuru tunalindana. Upendo. Sasa tunalindana ni kwa nini? Chanzo chake ni ule undugu. Watoto waliozaliwa kwa baba mmoja wanapendana. Kuanzia baba, mama, watoto na wale watoto. Kwa hiyo wakija mtu mwingine kuleta madhara yoyote, wanatangulizana wao kwanza. Kama kuna watoto wakubwa wa kiume kwanza watatangulia mbele, sema baba kaa nyuma, wamemtanguliza. Wanatangulizana wao. Baba anachokifanya, wewe ni hakika mchungaji jana wakati anakula alifurahi kwanza wale watoto wake. Si ndivyo mchungaji? Yaani watoto wake kwanza alifurahia waanze kula wao kwanza. Anawawaza, wewe na hakika mtumishi Kayongo anawawaza watoto wake kwanza. Sisi tunaelewana mtumishi Ayubu, unawawaza wanao. Juzi usiku nilikuwa na wakati tunaomba, ulipokuwa unaomba, ni usiku nilikuwa ni mchana, mtoto mmoja akaja kama kufuata. Anatembea na wewe, ulikuwa unamjali yeye kwanza. Ndio unaomba lakini usikiza kidogo, yaani unamjali yeye kwanza kwa sababu ni ya kifamilia. Yaani chanzo chake, una chanzo, wenyewe una chanzo. Hizi pendo za kwanza na pili una chanzo. Hii ya kwanza ni kwa sababu ni mke au ni mume, hii ni kwa sababu ni ndugu. Sasa upendo wa tatu ni upendo wa filia au fileo. Kwa Kiswahili ni upendo wa kirafiki.
upendo wa kirafiki au wa mtu na kitu pia, kwa sababu hii chanzo chake ni kwa sababu mtu anasema huyu ni rafiki yangu. Si nimeshawahi kuona unakuta mtu yuko radhi apigane kwa sababu ya rafiki yake, nchi yake. Wakina Mandela walipambana kwa ajili ya nchi zao, kina Nyerere walipambana kwa ajili ya nchi zao. Mtumishi wakati anaanzisha hili eneo hapa alipambana kwa ajili ya sisi wengine ambao tunakuja kama rafiki. Yeye akiwa amekaa hapo, sisi ni rafiki, akapambana niweke bati ili utakapokuja wasiloe usinyeshewe, niweke feni ili utakapokuwa kuna joto. Na mara kadhaa nilikuwa nikikusikia anasema inabidi ifike wakati wa watoto wao wanapata chakula, si ndivyo? Ili wanapata chakula, ni anawaza rafiki zangu hawa, amejitoa. Nawaza inabidi hao watoto wao wanakula, ni watoto wa rafiki zake ambao na hao watoto pia ni rafiki zake. Bwana Yesu anatuita rafiki sisi. Anasema sasa siwiti tena watumwa, bali rafiki. Alafu anasema hivi, mtumwa hana analolijua kwa bwana wake, lakini rafiki analo analolijua. Sisi tunaelewana? Maana yake nampigania, na ndio maana nimekufa kwa ajili ya huyo. Nimekufa kwa hao. Kwa nini? Ndio maana anasema tuiti tena watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kadri tunazidi kuendelea tukumbuke kwamba tunajifunza kuhusu nini? Upendo. Leo tukitoka hapa kila mmoja atajijua alikuwa anakuja kanisani kusaga miguu hivi au alikuwa anakuja kweli ikiwa ni kwa pendo kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja ukikutana na mtumishi hapa unamsalimia kweli kwa upendo au ni ili ya kuone una favor usipokee au kusifiwa kuwe mwingi? Lakini ikiwa ni kwa pendo, hata kama alikuita, hata kama amekupita hapa siumii, lakini pita sishtuki. Labda tu nitawaza kuna jambo nimekosea, lakini si kwa sababu hajanisalimia. Huo sio upendo. Yaani ukiona na hapo kahali kana unaita kajiba ka roho, kijiba cha roho, sio upendo. Mtumishi John amesifiwa hapa, mtumishi John amepewa zawadi na mtumishi, mbona mimi sijapewa? Kwani ndio anafanya kazi peke yake? Huo sio upendo. Hujamtanguliza mwingine. Tumejifunza kwa maana yake ni kumtanguliza mwingine. Wamama mmeshona sare za vitenge vyenu, wamemsifia rafiki yenu mmoja, kila muda anamsifia yeye. Mshono wako umeshona vizuri. Hebu umependeza, na kuambia umewaka kuliko wote. Alafu mmoja anasema, kwani si wengine hamtuoni? Tena mwingine anaona kabisa aseme, si wengine hamtuoni ndio kapendeza peke yake tu. Huo sio upendo. Amen. Unawagusa hapo. Amen. Kwa sababu upendo ni kumtanguliza mwingine. Upendo wa 4 na huu wa mwisho. Pendo hizi zimeshika misingi mikuu ya pendo nyingine kama 7, lakini hizi ndio pendo kuu. Ila upendo wa mwisho unaitwa agape. Upendo wa agape, ukiwa na maana upendo wa kimungu ambao Yesu alionyesha msalabani. Mfano wake ni Yesu alionyesha msalabani. Tuna hakika kwamba Yesu ni Mungu na ni mwanadamu, si ndio? Yesu alionyesha msalabani. Na Mungu ndo anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kikawaida hapa, si ndio? Kikawaida hapa tulipo, natolea mfano mama A, ikiwa mtoto wa mama B amekuja ameharibu kitu nyumbani kwa mama A, huwa kikawaida yule mtoto kwa asilimia nyingi tunafukuzana, toka kwenu, si ndio? Ndoka kwenu. Lakini tunasahau kwamba huenda ninaweza nikawa na nafasi ya kumrekebisha, na kitakachokupa hiyo nguvu ni upendo. Sisemi yule ambaye ameshindikana, kwa sababu hata Mungu kuna watu inafikia wakati anasema waache wazitumie akili za upotevu wao, si ndio mtumishi? Akasema anasema akawaacha wazitumie akili za upotevu wao. Sasa usiende kwenye nyumba ya mtu fulani ukakuta amemfukuza mtoto, useme kwamba hana upendo. Hujajua kwa kiwango gani
na kwa muda gani, muda mrefu. Na sitaenda huko, sipatishe. Mtumishi, kaa tu, sitaenda huko tena. Sipatishe. Ni kwa kiwango gani? Ujui ni kwa kiwango gani amekaa na huyo mtoto mpaka amefikia level ya kuwa anamfukuza. Ila sasa wewe usitumie kumwambia mtu, ujui ni kwa kiwango gani mimi nimekaa na huyo mpaka amefikia level ya kumfukuza. Sasa upendo wa Mungu ambao ndio mfano wake sasa kwa binadamu, yule mama A atahakikisha huyu mtoto wa mama B, si ndio, abaki kwenye njia salama, achunguze nini kinipelekea hivi. Kwanza atafunika kosa lake. Mungu alipotupenda anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akafunika kwanza kosa alafu akaenda kwanza. Lakini angeanza kuhukumu kwanza, tusingepata uhalali. Nafikiri hata mtumishi tusingepata uhalali. Mimi mwenyewe hapa leo kusimama hapa nisingepata uhalali kabisa. Ninyi ni watu wa thamani sana, mmekaa watu wakuu wa Mungu sana, mmesimama hapa na kukaa. Kijana amesimama anashikilia, hata kama ameambiwa, lakini kilichomwambia asimame pia naye ni upendo wa kusimama. Lakini Mungu amenipa nafasi, alikupa nafasi wewe, tunasikilizana leo hapa. Ni upendo wa namna gani ulio ajabu Mungu aliamua kujitoa. Sasa unafunika kwanza makosa. Kwa hiyo kumbe tunakumbuka kwamba kumbe kwenye huo upendo, si ndio? Upendo pia ufunika wingi wa makosa, ndio kwenye kumtanguliza mwingine. Ndio maana kwenye maana yake pia kuna neno msamaha. Tukirudi kule kwenye maana yake kuna neno msamaha. Tunashijioni mama hapo leo amepika vibaya, unataka ule ili uje kanisani uimbe vizuri, ucheze, unamwambia leo ndo naongoza sifa, inabidi nishibe, afu kashaunguza chakula sasa. Mimi nakwambia story ya leo tukurudia. Upendo unakuja na kwambia unasamehe makosa. Upendo unatoa msamaha hata kama huyo mtu kwanza yeye aliomba msamaha. Si ndivyo mtumishi? Yaani wewe achilia kwanza msamaha. Unafikiri kwa nini Mungu anatusamehe? Ni kwa sababu alishasamehe kwanza kabla hata hujasema. Nimesema kitu gani? Anasema hivi, mjapokuwa katika kuomba kabla hujaomba mimi nimeshasikia na kujibu. Kwa hiyo unafanya kwa kuomba kwako ndio unaomba, kwa sababu usiseme usiombe, peleka nenda zako. Anasema njoni tusemezane. Sijui unaelewa. Hayo mambo ni yakiwamo pia hata msamaha.